Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu nisikie mara, jaza Roho na sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Machi 3. Somo lisemalo zawadi ya Mungu kwa jamii ya wanadamu. Hebu na tuombe. Asante Baba kwa siku nyingine uliyotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Moyo wa Mungu huwaonea shauku sana watoto wake wa duniani kwa upendo wenye nguvu kuliko mauti. Katika kumtoa mwanawe, alimimina mbingu yote kwetu katika zawadi moja. Kwa njia ya zawadi hiyo, kunatujia siku kwa siku wema wa Yehova utiririkao bila kikomo. Kila ua, pamoja na rangi yake maridadi na harufu nzuri, hutolewa kwa ajili ya furaha yetu kupitia zawadi hiyo moja. Jua na mwezi viliumbwa na yeye. Hakuna nyota ambayo inapendezesha mbingu ambayo hakuiumba. Hakuna aina ya chakula mezani mwetu ambayo hakutupatia kwa ajili ya kutunawirisha. Ukuu wa Kristo huu juu ya kila kitu. Kila kitu kinatolewa kwa mwanadamu kupitia zawadi moja isiyoelezeka, mwana pekee wa Mungu. Alisulubishwa msalabani ili neema hizi zote ziweze kutiririka kwenye ustadi wa kazi ya Mungu. Katika kuchukua asili yetu, Mwokozi alijifungamanisha mwenyewe na wanadamu kwa kifungo ambacho hakiwezi kuvunjwa kamwe. Ameunganishwa pamoja nasi katika zama zote. Mungu aliupenda sana ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee. Alimtoa si tu ili kuzichukua dhambi zetu na kufa kama kafara yetu. Alimtoa kuwa mmoja wa jamii iliyoanguka, ili kutuhakikishia shauri lake la amani lisilobadilika. Mungu alimtoa mwanawe pekee awe mmoja wa familia ya kibinadamu, ili kudumisha milele asili yake ya kibinadamu. Hii ni ahadi ya kwamba Mungu atatimiza neno lake. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Isaya 9:6. Mungu aliasili asili ya mwanadamu katika nafsi ya mwanawe, na ameenda nayo hata mbingu ya juu mno. Mbingu imehifadhiwa ndani ya ubinadamu, na ubinadamu umekumbatiwa katika kifua cha upendo wa milele. Kristo Yesu alishuka chini kwa unyenyekevu usio na kifani, ili katika kutukuzwa kwake
kwenye kiti cha enzi cha Mungu, aweze kuwainua pia wale wanaomwamini, ili waketi pamoja naye katika kiti chake cha enzi. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo zawadi ya Mungu kwa jamii ya wanadamu. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa zawadi bora uliyotupatia sisi wanadamu. Asante kwa kufanyika mwanadamu. Upendo wako ni wa milele kwetu. Tunaomba yote kwa jina mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, Huachwi